wa Asili Yetu TV, tupo maeneo ya Ramadhani na majengo unayaona nyuma yangu ni ya mradi kutoka Shizia Veterinary Center. Hawa ni wataalamu au wahusika wakuu katika upande wa huduma za mifugo, lakini pia wanazalisha vifaranga wa kuku aina zote. Nazungumzia mayai pamoja na nyama. Na banda ambalo tunaliona hapa ni moja kati ya banda ambalo tayari liko katika hatua za mwisho kuhakikisha kwamba mradi huu unaenda kuwa katika ngazi nyingine tena tofauti. Na nipo naye mkurugenzi kutoka Shizia Veterinary Center. Nataka tupate angalau kwa ufupi yale ambayo yanatazamiwa kuwepo katika eneo hili mara baada ya mradi huu utakapokamilika. Bwana Shizia, ndio bosi, tunatamani kujua sasa kwamba mradi huu kwa kwanza ulianza muda gani mpaka hapo ulipofikia? Huu mradi toka umeanza mpaka sasa ulipofikia ni una takriban wiki 2. Ya 2 ya 3 unaenda. Okay. Na hapa tunaona majengo mawili ambayo yamenyanyuka. Tunatamani kujua majengo haya kwamba hili hapa umesema kwamba ni banda moja wapo ambalo litakuwa linatoa huduma ya ukuzaji wa kuku. Ndio. Tunataka kujua kwamba ni kuku wa aina moja wa mayai peke yake au wanyama peke yake au patakuwa na mabadiliko kulingana na awamu kwa awamu? Hili hapa la kwanza ambalo tumeanza nalo hili kwa sababu ni tumeanza kwa ajili ya maalum kwa ajili ya kuku aina broiler. Okay. Lakini pia tutajenga lingine hapa ambalo tutafuga layers wa mayai na saso wale ambao ni mchanganyiko. Kwa tutakuwa tuna aina 3 za kuku tunafuga hapa wote. Kwa mujibu wa ramani wa mradi huu, labda mpaka utakapokamilika utagharimu kiasi gani? Kuna budget kwa sababu tunajenga kwa hatua tujenge moja kwa moja. Tujapiga ile budget ya moja kwa moja. Kwa tuna hatua ya kwanza. Tunaanza kwa hatua. Kila hatua ina budget yake. Kwa tunaanza na majengo mawili, tukuja jengo lingine, tukuja jengo, kwa hiyo hatujapiga hesabu ya mradi wote kwa sababu kuna vitu vingine pia kwenye ramani ya vipo vitakuja kuongezeka baadaye. Okay. Tunategemea mpaka sasa hivi umefikia asilimia ngapi? Mpaka sasa hivi tumefikia asilimia 20 ya ujenzi. Ya ujenzi. Na panategemea kumalizika mara baada ya muda gani? Au labda pale kwa mapumziko, kuna mapumziko yanaenda moja kwa moja? Kwa haya majengo mawili ambayo ni banda la kwanza na hiyo nyumba kukaa mtu ambaye atakuwa anasimamia mifugo huku. Na nadhani mpaka mwezi wa 5 katikati tutakuwa tumeshamaliza. Tutakuwa tumekamilisha. Ambaye ndo tayari anaanza kazi au ikakamilisha mnatafuta nguvu sasa kwa. Tumeshaanza, yani mwezi wa 5 bali mradi uko umeshaanza kufanya kazi. Tunatimia sasa kwamba hichi ambacho mradi huu umelenga kuwa mradi kama biashara au mradi kama shamba darasa kwa ajili ya kuwapa watu elimu walioko kwenye kampuni ya Shizia? Vyote viwili unavyoongelea vyote vitakuwepo hapa. Mradi kwa ajili ya biashara, lakini pia kutoa elimu kwa sababu pia tuna duka la mifugo ambalo linaitwa Shizia Veterinary Center. Kwa kuna wateja wetu ambao wanapenda kujifunza, kwa ambao hawajawahi kufuga wanapenda kujua namna unafugaji kwa kidogo wanakuwa na sita kununua kuchukua vifaranga. Kwa hiyo mradi pia utawasaidia hao ambao wanakuwa na uoga ule kuja kujifunza kabla ya kuanza kufuga. Kuja kuona broiler wanafugaje kuanzia stage ya kwanza mpaka ya mwisho, saso, layers pia kwa sababu kutokana na mradi wa nguruwe mbele pale. Tunatamani kujua kwamba mradi huu, ujenzi huu kwa ujumla wa mradi unasimamiwa na mtaalamu, yani tunazungumzia engineer ambaye anajua vipimo pamoja na nafasi ya ujenzi, au ni kwa taaluma yako ya ufugaji tunajua kwamba hapa, kwa hiyo wewe unampa tu fundi mikakati kwamba chumba kiwe na upana huu, kiwe na urefu huu, height yake kulingana na mahitaji ya ufugaji? Ujenzi wa mabanda ya mifugo unaenda kutokana na ukubwa wa kila aina ya mfugo ambao unataka kufuga. Kwa mfano kuna vipimo vyake. Kwa mfano unataka kufuga broiler, idadi ya broiler ambao unataka kufuga, unaweza labda kuna vipimo ambavyo broiler mmoja anatakiwa anachukua eneo square meter ngapi, broiler 100 utachukua square meter ngapi, kwa unapiga hesabu. Mradi wangu mimi nataka nifuge labda kuku 1000, kwa unazidisha tu mara square meter zile, unapata hesabu yako kamili nichukue eneo gani. Kwa ukishapata vile vipimo vyako wewe, na pia unaangalia na budget yako pia kwa sababu eneo lipo, budget inayoongea. Kama ukitaka eneo kubwa budget inakuwa kubwa, eneo dogo budget ndogo. Kwa hiyo kwa mradi huu au ya kwanza sasa kwamba unategemea kuwa na nafasi ya kuhudumia kuku wangapi kwa awamu? Kwa hili banda ambalo mpaka sasa hivi linaonekana hapa limefikia ujenzi ambao umefikia 20% mpaka sasa.
Hili litachukua broiler 600 mpaka 700. 600 mpaka 700. Na kwa mwaka unaweza kutoka mara ngapi? Manake broiler tunatoa kila huwa ukifuga unaweza kuanzia siku ya kwanza mpaka anafikia mwezi mmoja na wiki 2. Ndio pale unakuwa ni muda, ndio kipindi ambacho cha mwisho cha kumuuza. Kwa hiyo unaweza kuuza, naweza nikaanza kuuza kuanzia mwezi mmoja mpaka nafika wiki ya kwanza, wiki ya pili nakuwa nimeshamaliza kuuza. Kwa hiyo ukija ukigawanya ni kama fanya mwezi mmoja na nusu. Mwezi mmoja na nusu. Kwamba kwa kila awamu hapo unakuwa umeshasafisha na banda, unaanza mradi awamu nyingine. Kwa sababu nikishatoa kuku baadaye itabidi nisafishe afu niache kwanza lipumzike kidogo niite kuku wengine. Kwa hiyo kwa mwaka kama mara awamu 6 hivi. Kama awamu 6 ambao kwa mradi huu sasa kwa awamu 6 unategemea labda kwa makadirio tu kupata kiasi gani cha fedha? Inategemea na soko lenyewe kwa sababu huenda inategemea na soko ambalo limekaa. Kuna kipindi broiler anakuwa ni adimu sana kipindi kile cha sikukuu zikiwa zimekaribia, broiler kidogo anakuwa wanahitajika kwa wingi sana, kwa hiyo na bei huwa inakuwa inapanda. Lakini kikawaida bei ya broiler kwa hali ya Njombe huwa inaenda 9,000 mpaka 10,000. Lakini kuna wengine ambao wanauza bei 8,500, lakini sio bei ambayo ni nzuri, inamuumiza mtu wa yule mfugaji. Bei ambayo ni nzuri kwa mfugaji ni 9,000 mpaka 10,000. Na kwa upande wa soko sasa kwa Njombe yetu, unaonaje soko bado lina changamoto? Ndio tupo kwenye namna ya kuwapa watu elimu ili kupata soko zuri zaidi, au soko liko vizuri, ufugaji ndio changamoto? Nadhani changamoto ipo kwa wafugaji. Wafugaji sisi hatuna misimamo. Kuna wengine hawana misimamo. Sasa nikasema hivyo kwa sababu unaweza kukuta labda mimi nimefuga hapa broiler nikafuga vizuri, nimegharamia, nimewapa madini ya kutosha, wamekuwa na uzito mzuri, lakini mkaja mnunuzi anaweza akakataa kununua kutokana na ameshazoea sehemu fulani, akaenda kununua na nunua bei ya chini kutokana mimi hapa bei yangu kidogo iko juu. Kwa hiyo sisi wenyewe wafugaji natakiwa tuwe na msimamo kwenye bei zile ambazo tunawauzia wale ambao wanakuja kuchukua zile kuku. Pamekuwa na changamoto ambayo ilizuka hivi juzi kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha baadhi ya wafugaji hasa wa kuku wa nyama wa kisasa kutumia vidonge vya ARV kwa ajili ya kuwakuza haraka. Na hili limeleta changamoto hususan kwenye upande wa soko. Imefika mahali watumiaji wanakuwa na kama kusita. Changamoto hii kwa upande wa Njombe, wewe kama mdau lakini pia mtaalamu, limeathiri soko kiasi gani? Kwa Njombe sio kutokana na yale madhara ambayo unayapata baada ya kula yule kuku au nguruwe ambaye amelishwa kile kidonge, lakini kwa mimi kama mtaalamu sishauri kwa wafugaji kutumia vidonge kwa sababu kama sisi Shizia Veterinary Center dukani kwetu tuna madini ambayo unaweza kunenepesha, unaweza kukuza nguruwe wako ndani ya miezi 6 akakua na ukambebesha mimba akashika mimba akazaa vizuri ukapata faida kuliko kwenda kutumia labda mavidonge hayo kumnenepesha nguruwe wako au kwa ajili ya kumuuza. Lakini yapo madini ambayo ni ukosefu tu wa elimu kwa baadhi ya wafugaji na kutokuwa na imani na madawa ambayo yanauzwa kwenye maduka ya mifugo na kuamini zile imani ambazo na disishana tu mtaani. Ila madini kwa ajili ya ukuzaji hapo maalum na anakuza vizuri ndio. Tumetegemea kwamba kuwepo na mradi huu pia patakuwa ni sehemu sahihi ya wadau au wafugaji kuja kutumia kama darasa kwa ajili ya kupata elimu za ufugaji bora. Tutegemee nini kupitia Shizia Veterinary Center mara baada ya mradi huu kukamilika, hususan kwenye elimu lakini pia kutokana na kile ambacho kitakachozalishwa hapa, yani huduma na mifugo hiyo tunasema? Cha kutegemea sana, kutegemea elimu tutatoa kwa wafugaji ambao wanahitaji kupata elimu. Tutakuwa tunaandaa seminar na tutakuwa tunaandaa tarehe ya seminar. Tarehe ya seminar itakuwa ni bure, lakini ukija nje ya seminar na ofisi zinakuwa wazi kila siku. Ukija nje ya seminar maana lazima ufuate utaratibu, utalipia ili upate somo, upate elimu ya ufugaji. Lakini pia tunatarajia kutoa ajira kwa vijana ambao hawana ajira, ambao wamesoma huko mtaani, kwa sababu mradi unahitaji watu kusimamia wenye elimu. Ndio vitu ambavyo tunavitarajia. Tumeona ukiwa unagawa vifaranga wa kuku wa mayai, kuku wa nyama, lakini kuna wale sasa ambaye tunatamani kujua kwamba wale ambao unawagawia kuku wale huwa unawapa elimu kabla ya kuwagawia, au kila mmoja anakuja na elimu yake na kwa muda wake tu anaweka oda na kupata vifaranga vile? Kwa wale ambao wanakuwa kwa sababu kuna sisi mteja akija pale lazima tuanze kumpa elimu. Kwa kuna mwingine unaweza kumpa elimu anaanza kusema mimi na experience ya ufugaji, nimeshafuga tayari na miaka 3 au na miaka 4. Kwa elimu najua ile kwa yule ambaye hajawahi kufuga huwa tunampa elimu na kumpa
matumaini kwamba mradi utafanikiwa, na huwa tunaenda baadhi ambao tunaenda kuwatembelea mpaka kwenye miradi yao. Ndio tunasema wengine baadhi wanakuwa na elimu zile za kurisishana. Sasa mtu mwenye changamoto kama zile kwamba ana elimu lakini elimu ile inakuwa kwa baadhi ya vipengele vinakuwa si sahihi, unamsaidiaje sasa? Kwa sababu kuna mtu mwingine mgumu kwamba wewe hata ukimuelewesha yeye bado anang'ang'ania zile njia zake ambazo anaamini ndo zipo, japo zinakuwa unaona kabisa zinampunguzia baadhi ya faida. Mfano kwa upande wa kuku wa mayai, unaweza kaona hata utoaji wa mayai unakuwa sio kwa kiwango kile, lakini yeye anaamini zile ndo njia zake kwa sababu ameshazoea na tayari anakuambia mimi na uzoefu. Wewe unataka kumpa elimu ya kitaalamu zaidi ili kupata mazao yaliyo bora, na kwa wakati yeye anakuambia yeye ana uzoefu. Mtu kama huyu unamtoaje kwenye uzoefu kumleta kwenye elimu ya kitaalamu zaidi? Mtu kama huyo kwanza huwa tutamshauri. Nadhani mtu kama huyo kwa kumshauri itakiwa mshauri mara moja, kwa sababu tayari anakuwa na imani ambayo anaiamini 100%. Kwa hiyo inatakiwa unamshauri kidogo kidogo, kumbadilisha kidogo kidogo, bwana tumia hii itasaidia hiki na hiki na hiki, kama ulikuwa unatumia hiki achana nacho, tumia hii dawa ambayo itasaidia hiki na hiki na hiki. Kweli akitumia ile moja, akiona matokeo yamekuja, basi ataanza kuwa na imani nayo kidogo kidogo, ataanza kuja siku nyingine, bwana kwangu na changamoto hii na hii na hii, naomba msaada, dawa ni ipi nzuri. Kwa hiyo unampa dawa tena, unampa na ushauri pia, tena siku nyingine akipata changamoto aje apate elimu, apate na dawa, asiamini zile imani ambazo anaambiwa na mfugaji mwenzio kwa sababu tu yeye alijaribu akafanikiwa. Hatukatai kujaribu, mbinu ziko nyingi, unaweza kujaribu ukafanikiwa, lakini kujaribu kufanikiwa ni moja ya matukio, lakini kuna kujaribu na kufeli. Okay. Kwa akifeli pale lazima atamlaumu yule ambaye amempa ile mbinu, lakini akifanikiwa hata mlaumu yule, atamshukuru kwamba amempa mbinu nzuri, lakini akija kufeli lazima ajutie. Okay. Tunatamani kujua pia kwamba mradi huu sasa kwamba umeanzishwa mara baada ya wewe kuona kwamba watu wanaenda kwa ufugaji wa kimazoea, au umeanzishwa kwa ajili ya kutanua wigo wa kampuni ya Shizia Veterinary Center ili kufikisha ujumbe na utaalamu zaidi kwa wadau wa ufugaji? Huo mradi kama nilivyosema mwanzo, mazumuni ya kuanzisha mradi kwanza ni kutoa elimu, lakini pia mimi pia ni kuendelea kuongeza utafutaji kwa namna nyingine, kwa sababu pia nitakapoanzisha mradi hapa nitafuga, nitauza broiler, nitauza nguruwe, nitauza vitoto vya nguruwe, nitatoa elimu, nitatoa seminar, nitauza saso, nitauza mayai. Kwa hiyo kuna faida ambazo nitakuwa nazipata kutokana na mradi. Kwa hiyo ni mradi ambao tunasema unamilikiwa kwa 100% na Shizia Veterinary Center bila wale wadau wa pembeni. Shizia Isega Mpamba. Hamna mdau yote mpaka sasa. Asante. Tunapenda kujua pia kama kuna nafasi kwa wadau, kwa sababu mradi huu ndo kwanza unaanza. Kama kuna nafasi labda kwa wadau kuja kuungana na kampuni ya Shizia Veterinary Center kwa ajili ya kukamilisha kwa haraka zaidi na kuendelea kuwa sehemu pia labda kwa kupeana asilimia za umiliki. Kwa sasa bado tujifikiria kuhitaji sponsor wengine, kwa sababu kwa huwa mimi naamini kwamba kila kitu lazima kianze kidogo kidogo. Okay. Kwa pia kuhitaji masponsor pia kuna changamoto zake ambazo unaweza kukutana nazo. Kwa mimi naamini nikisimama mwenyewe kama mwenyewe na nikifanikisha jambo mwenyewe kama mwenyewe kuliko nikatumia masponsor, ni bora nijenge mabanda yakawa yamekaa, au banda limeshakamilika, banda la nguruwe limekamilika, nimeshinda mimi labda mtaji wa kufuga, nikaja sasa na program nyingine kwamba mtu anahitaji kufuga aje afuge, ila sio kwamba kwenye ujenzi nani share na mtu mwingine, hapana. Jengo kila kitu kiwe kimekamilika, mtu aje, kwa sababu ni mradi ambao unakuja kuwa mkubwa. Kunatarajia kuja kuwa na kiwanda pia cha chakula hapa, ambacho tutakuwa tunatengeneza chakula kwa ajili ya kulisha mifugo ambayo kuku, broiler, saso, layers, pia kwa ajili ya nguruwe. Asante. Ujumbe wako kwa wadau, lakini pia wapenzi na kwa ujumla wataalamu? Ndio, ujumbe wote. Ujumbe wangu mimi ni kwa bwana vijana wenzangu, tuendelee kupambana tu. Okay. Bila kupambana hamna kitu ambacho tunakifanya. Mapambano ndo wanasema lift ikukutie njiani, sio na sio tu njiani, ikukute mnaelekea sehemu moja. Sababu unaweza kukuta njiani afu unakoenda mwenyewe haendi. Kwa hata kama lift, hata kama Mwenyezi Mungu anakushia baraka, Mwenyezi Mungu hawezi kumshia baraka yule mtu ambaye anashinda melala, ajishughulishi. Kwa mimi naamini kadri unavyozidi kujishughulisha ndo kadri unavyozidi kupata. Kwa tusijisahau, ukipata ukajisahau, bwana nimeshapata, nimelizika. Lazima tuendelee kutafuta zaidi na zaidi, kwa sababu kuna watu wanaela lakini na bado hawachoki kutafuta, kesho mpaka kishukuru watatafuta tena. Shukrani. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, tulikuwa naye mkurugenzi kutoka Shizia Veterinary Center, watoaji wa huduma za mifugo aina zote, haijalishi ni ng'ombe, nguruwe, kuku na samaki pia.
au kwa samaki ni mifugo hiyo. Samaki ndio. Samaki wapo na madini yao zao pale. Samaki wanachelewa kukua. Wapo zipo madini yao pale ndio. Shukrani, tulikuwa naye katika kuangazia mradi ambao tayari umeshafikisha 20% tangu kuanzia kwake, na tunategemea mapema mwezi Mei mambo yatakuwa mazuri na tayari mradi huu utaanza kutoa huduma, na sisi kama Asili Yetu TV tuko pamoja na Shizia Veterinary Center kuhakikisha kwamba tutakujuza kila hatua na kila aina ya huduma ambazo zitakuwa tayari zimeanza kutolewa na kuendelea kutolewa katika mradi huu. Shukrani kwa ambao umechukua nafasi hii kuwa pamoja nasi, lakini ni washukuru tu pia Humble Wine ambao wametuwezesha pia kupata nguvu ya kuungana na Shizia Veterinary Center, bila kusahau EFON Lodge, wataalamu wa kutoa malazi bora ndani ya mkoa wa Njombe. Wanapatikana pale stendi ya mabasi kuu kabisa katika mkoa wetu wa Njombe. Naitwa Mzee wa Tatu na hii ni Asili Yetu TV. Nilikuwa naye Uncle G. Mpaka mara nyingine tena, asante.